Katika historia ya siasa za Tanzania za vyama vingi, jina la Tundu Antiphas Lissu limeendelea kujitokeza mara kwa mara, wakati mwingine kama mtetezi shupavu wa haki na demokrasia, wakati mwingine kama mkosoaji mkali wa mamlaka. Kwa wafuasi wake ni alama ya mapambano dhidi ya kile wanachokiona kama ukosefu wa uwajibikaji. Vilevile kwa wakosoaji wake ni mwanasiasa asiyeogopa mgongano, lakini bila kujali mtazamo wa mtu binafsi. Ni vigumu kuandika historia ya siasa za Tanzania katika miongo miwili iliyopita bila kulitaja jina la Tundu Antiphas Lissu. Hii ni simulizi ya maisha, taaluma, siasa pamoja na misimamo ya Tundu Antiphas Lissu kwa mtazamo wa kihistoria na kwa kuzingatia taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo BBC pamoja na Reuters. Tundu Antiphas Lissu alizaliwa mnamo Januari 20 mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe wilayani Ikungi mkoani Singida. Alisoma katika shule ya sekondari Ilibolu mkoani Arusha, mojawapo ya shule zilizojulikana kwa ufaulu wa juu wa kitaaluma, kabla ya kuendelea na masomo ya juu. Mnamo mwaka 1994 alipata shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani UDSM, na baadaye alisomea shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Warwick nchini Uingereza, akijikita katika masuala ya sheria za kimataifa na haki za binadamu. Elimu yake ya sheria ilimjengea msingi imara wa uchambuzi wa masuala ya katiba, haki za raia na uwajibikaji wa dola, masuala ambayo baadaye yangekuwa kiini cha maisha yake ya kisiasa. Kabla hajawa mwanasiasa maarufu, Lissu alijulikana kama mwanaharakati wa haki za binadamu. Aliwahi kufanya kazi na Legal and Human Rights Center pamoja na mashirika ya kimataifa yanayoshughulikia sheria za mazingira na haki za jamii. Katika miaka 1990 na mwaka 2000 alijihusisha na kesi zinazohusu migogoro ya ardhi, haki za wachimbaji wadogo pamoja na mikataba ya madini. Alikuwa miongoni mwa wakosoaji wa sera za madini wakati wa utawala wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa, akidai mikataba mingi haikuwa na maslahi ya taifa. Alijijengea taswira ya wakili wa wanyonge, akitetea wakulima, wachimbaji wadogo na wananchi waliodai kunyanyaswa na mifumo ya kisheria au uwekezaji usiozingatia haki zao. Lissu alianza siasa akiwa na chama cha NCCR Mageuzi kabla ya kuhamia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa Singida Mashariki kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Bungeni alijulikana kwa hoja nzito, hasa kuhusu sakata la Tegeta Escrow, mikataba ya madini na matumizi ya fedha za umma. Aliwahi kuwa mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, nafasi iliyompa jukwaa la kitaifa la kuikosoa serikali. Katika vipindi vya marais Jakaya Kikwete na baadaye hayati John Pombe Magufuli, Lissu aliendelea kuwa mkosoaji wa sera na mwenendo wa serikali, hasa katika masuala ya demokrasia, haki za siasa na uhuru wa vyombo vya habari. Tukio lililobadili historia ya maisha yake na siasa za Tanzania lilitokea mnamo Septemba 7 mwaka 2017 mjini Dodoma. Lissu alishambuliwa kwa risasi nje ya makazi yake, na kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na BBC, alipigwa risasi mara nyingi na kuweza kujeruhiwa vibaya. Alipelekwa Nairobi, Kenya kwa matibabu ya dharura, kisha akahamishwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Alifanyiwa upasuaji zaidi ya mara 20 na alikaa nje ya nchi kwa zaidi ya miaka mitatu akipata matibabu na kuendelea na ukarabati wa afya. Hadi leo hakuna mtu aliyefikishwa mahakamani kuhusiana na tukio hilo, jambo ambalo limeendelea kuwa mjadala wa kisiasa na kijamii nchini Tanzania na ulimwenguni. Akiwa nje ya nchi aliishi kwa muda mrefu Ubelgiji. Lissu aliendelea kuzungumza katika majukwaa ya kimataifa kuhusu hali ya demokrasia nchini Tanzania. Alirejea nchini mnamo mwaka 2020 na kugombea urais kupitia chama cha Demokrasia dhidi ya mpinzani wake Daktari John Pombe Magufuli. Katika uchaguzi huo wa mnamo mwaka 2020, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Magufuli kuwa mshindi, lakini Lissu alipinga matokeo
akidai kulikuwa na dosari katika mchakato wa uchaguzi, madai ambayo serikali iliyakanusha. Mwaka 2023 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akimlisi Freeman Mbowe aliyekiongoza chama hicho kwa takribani zaidi ya miaka 20. Chini ya uongozi wake, chama kilisisitiza ajenda ya mageuzi ya kikatiba na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kwa kauli mbiu inayosema no reform, no election. Msimamo huu umekuwa chanzo cha mvutano wa kisiasa, huku serikali ikisisitiza kuwa taratibu za uchaguzi zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Mwaka 2025, Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania halina dhamana. Kesi hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa kisiasa na mustakabali wa demokrasia nchini kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa wafuasi wake, kesi hiyo ni jaribio la kuzima sauti ya upinzani, lakini kwa upande wa serikali ni hatua ya kisheria kulinda usalama wa taifa, huku wachambuzi wa siasa wanaona kama kipimo muhimu cha mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari, Tundu Lissu ameoa akiwa na watoto. Mke wake amewahi kuonekana hadharani katika kipindi cha matibabu yake nje ya nchi, akimsaidia katika safari ya kuweza kupona. Maisha ya Tundu Lissu ni hadithi ya mwanasheria aliyekuwa mwanaharakati, akageuka kuwa mwanasiasa wa kitaifa, kisha kuwa alama ya mjadala mpana kuhusu haki, demokrasia na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Ni hadithi yenye mafanikio, majeraha, matumaini pamoja na mabishano. Ni hadithi inayogusa masuala makubwa ya taifa: katiba, uchaguzi, uwajibikaji na nafasi ya upinzani katika mfumo wa vyama vingi. Iwe mtu anamwona kama shujaa wa demokrasia au mkosoaji mkali wa mamlaka, ukweli unabaki kuwa jina lake limeandikwa katika kurasa za historia ya kisiasa ya Tanzania. Na wakati kesi yake ikiendelea mahakamani, mustakabali wake binafsi na mwelekeo wa siasa za Tanzania vinaendelea kuandikwa kurasa moja baada ya ukurasa mwingine. Mpaka hapa anapofikia tamati ya historia fupi kuhusu Tundu Antiphas Lissu. Sina la ziada, endelea kuambatana nami kupitia Koplo Media mpaka kwa wakati mwingine.